Mpira ulimalizika, mechi ilimalizika muda mfupi hapa. Sasa hivi ni kati ya Simba Sports Club dhidi ya Big Money, kombe la CRDB Confederation Cup. Simba Sports Club ameweza kutinga katika hatua robo finali kwa kuibuka ushindi wa magoli 2-1. Mzee Malinyi, shikamo. Marahaba, habari za leo? Salama kwema? Kwema kabisa. Uzima upo? Uzima upo. Simba Sports Club timu yako imeweza kutinga katika hatua robo finali baada ya kuibuka na ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Big Money FC kutoka pale Lindi. Umeonaje kwanza mchezo? Mchezo ni mzuri. Timu imecheza vizuri, tunashukuru kupata ushindi wa magoli 2-1. Tunakwamba tunakwenda hatua nyingine ya robo finali. Hilo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu leo tunacheza kwa target kubwa. Ukiangalia tuna mchezo mkubwa na Al Masry. Sawa. Hivi timu vidogo vidogo unapocheza navyo mara nyingi ukicheza kwa nguvu kubwa unaweza kuumiza wachezaji wakati tuna kitu kikubwa mbele. Tunashukuru tumetoka sawa, wachezaji wamaliza mpira salama. Hilo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hivi akili yetu yote na Al Masry ya Misri. Wachezaji takriban 6 kikosi cha kwanza leo hawajaonekana katika kikosi cha Simba, wakiwemo wale waliokuwa katika kikosi cha Taifa Stars. Pia golikipa Musa Pimpin Kamara hajakuwepo. Ni kweli walikwenda kutimiza majukumu ya timu ya taifa. Kwa sababu wachezaji wote waliosajiliwa Simba, wachezaji 30 wote wana uwezo kuichezea Simba. Haina shida. Joshua Mutale Budo alikuwa anasemwa vibaya sana, hatimaye leo ndo amefunga goli, lakini pia amekuwa man of the match kwenye mchezo wa leo. Kiwango cha Budo leo hii umekionaje Mzee Malinyi? Nimeona kiwango chake ni kizuri, anazidi kuimprove. Kwa hiyo azidi kuongeza mazoezi na kujituma zaidi ili aweze kuwa na kiwango kama kile alichotoka nacho kwenye timu ya Zambia. Wale walikuwa wanapiga kelele mwisho wa msimu Budo hamtaki aondoke aje mchezaji mwingine. Wewe unaona kelele hizo sasa zinaelekea kukatika? Budo msimu ujao ataendelea kuwepo ndani ya Simba Sports Club? Sasa hayo ni matarajio ya kocha, siwezi kumpangia kocha kwa sababu kocha yeye atakayejua itakapofika mwisho wa msimu kujua nani abaki naye, nani amlete. Hayo ni matarajio ya kocha. Wewe Mzee Malinyi, matamanio yako ni yapi kumuona tena Budo ndani ya uso wa Simba Sports Club? Mimi kama ni mwana Simba, najua wachezaji wote wa Simba waliosajiliwa ni wazuri. Kwa hiyo mwalimu mahitaji yake ya mwalimu hatuwezi kumpangia. Sasa hivi umeridhishwa na kiwango chake? Kiwango chake nimeridhishwa nacho. Kama ataendelea hivyo, mimi nitafikiri abaki. Itakuwa ni jambo zuri kubaki. Kama ataendelea na kiwango hichi, akazidi kuimprove zaidi, ni bora akabaki. Lakini Mzee Malinyi, Lionel Christian Ateba anaonekana kukosa magoli mengi. Japo katika mechi ya leo ameweza kufunga goli moja la penalty. Amekumbwa na nini huyu Ateba huyu? Inategemea alivyoamka leo kaamkaje. Hao ni wachezaji. Mwanadamu kuna siku nyingine unaweza kuwa unaamka mwili hauko sawa, lakini mwalimu akakupanga ucheze. Itategemea ameamkaje, kwa physical yake leo ilikuwaje. Kwa hiyo ni swala la kumvumilia na yeye mwenyewe azidi kujitambua kwamba mashabiki waliokuja kiwanjani na jezi niliyovaa ya Simba ni timu kubwa Afrika. Kwa hiyo inatakiwa niifanyie kazi. Yeye mwenyewe kujitambua. Lakini kuna muda Big Man walionekana kuielemea Simba Sports Club. Sikuona kama kuielemea. Ninakwambiaje, sisi leo tumecheza mpira huu, tumecheza kama mazoezi. Hatukucheza kama vile tunacheza na timu kubwa. Kwanza ni timu ndogo. Sawa. Kwa hiyo huwezi kutoa nguvu zako kubwa, na ukiangalia tuna mechi nyingine Cairo kesho kutwa. Timu nafikiri kesho kutwa inaondoka. Tuna mchezo mkubwa zaidi Cairo. Sasa uwezo kutumia nguvu kubwa zaidi hapa wakaumia wachezaji alafu ukakosa kitu kikubwa. Sawa. Kwa sababu hata kiutaratibu hata hii mechi leo kutakiwa kuchezwa. Ilitakiwa pengine yaahirishwe tucheze baada ya kurudi Cairo. Lakini kwa sababu umetupangia na kwa sababu ni mazoezi, tucheze. Mzee Malinyi, leo katika dimba la Benjamin Mkapa